Tena kwa siku hii tunakushukuru kwa wiki hii njema katika lango hili la wiki hii Jumatatu hii. Mungu wetu mfalme mkuu sana na mtakatifu Baba, tuomba rehema zako ziwe nasi, rehema na fadhili zako ziwe na watu wako, na utujalie kufunuliwa akili, ufahamu nafsini mwetu, tuone, tutambue, tujue ni nini yaliyo mapenzi yako hasa. Ninaomba tena tukazione baraka, tukazione fadhili zako katika wiki hii, na damu yako Yesu naiomba ikanene mema kwenye lango hili la wiki tena. Wiki ikawe ya baraka, ya furaha, ya amani, ya ushindi mkubwa katika jina la Yesu Kristo. Juu ya watu wa kuaminiwa watendao haki, wakapate ushindi mkubwa watendao haki, wakapate ushindi mkubwa watendao haki, wakapate salama watendao haki, walio wana wako, walio watakatifu wako. Bwana, endelea kubariki malango yao, endelea kuyaangazia nuru za uso wako, endelea kuweka fadhili zako kwetu katika taifa hili, malangoni petu, katika jamaa yote, katika jina la Yesu. Asante Baba, asante kwa kuwa umetujalia yaliyo zaidi na kutupendelea zaidi. Ni huruma zako tu, ni fadhili zako tu. Ninaomba ukamguse kila mmoja asikiapo neno lako, apate kuponywa nalo, apate kubarikiwa nalo, apate kuongozwa na kutoka alipokwama. Tujalie hayo tunahitaji kila mmoja. Tunaomba Baba, ututakase sote, ututakase kwa damu yako sasa. Siku hii ya kwanza katika wiki hii tena, au katika lango hili tena, ninaomba utakaso wa damu yako Yesu, katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki na akuongoze na kuwezeshe tena muda mzuri, saa nzuri na siku iliyo njema. Karibu tupate tena chakula cha roho. Tunahitaji kukua, tunahitaji kushibishwa, tuongezeke kiroho, tustawi kiroho. Basi kinachoweza kutusaidia sana ni neno la Mungu. Neno la Mungu hili ni chakula, ni uzima, ni silaha, ni moto, ni nyundo ya kuvunja vunja. Neno la Mungu hili ni kila kitu. Neno la Mungu hili limejaa vyote, lipokee. Na tuone juu ya jambo moja, watu waliopewa neema zaidi katika dunia hii. Kuna watu wamepewa neema zaidi katika dunia hii. Ni watu gani? Iko neema zaidi ambayo ipo kwa baadhi ya watu katika ulimwengu huu, ambayo Mungu ameiachilia. Na tuanze kuona neno la Mungu anavyosema mwenyewe huyu Yesu katika Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 20. Mathayo 5 mstari wa 20. Mathayo 5:20 anasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Naomba nisome tena katika kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza. Yohana sura ya kwanza, tusome tena Yohana 1 na mstari ule wa 16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kwa kuwa katika Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Amina. Lihimidiwe sana na kutukuzwa milele jina hili la Yesu. Yesu anatuonyesha kwanza kuna kizuizi ambacho kitakuwepo. Kuna kizuizi cha kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Na hiki kizuizi kinatokana na nini? Kinatokana na kutotumia ile neema ambayo tumepewa, kutotumia ile nafasi. Anasema, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi, haki yenu isipozidi. Kwa hiyo kuna haki ambayo inatakiwa izidi haki nyingine, au kwa maana nyingine kuna watu wanaotakiwa kuonekana wapo zaidi katika hali ya kile alichokileta Yesu, au katika yale ambayo Mungu alitupatia. Kuna wengine wanatakiwa kuonekana zaidi kulingana na mazingira au na nyakati. Labda niseme kuna nyakati kuna watu wa nyakati fulani
wanatakiwa kuonekana kuwa bora au zaidi katika jambo fulani, katika lile ambalo Mungu amelitenda kwa wakati au kwa nyakati hizo, kwa majira hayo, au niseme katika msimu tulio nao au nyakati tulizo nazo, miaka tulio nayo, au niseme agano tulilo nalo sasa. Ni agano ambalo Mungu wa agano hili ameleta cha zaidi kupita lile lililotangulia. Yesu anasema haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo. Huu ni wakati Yesu akiwa duniani, na alikuja wakati kuna watu walikuwa wanafuata taratibu za agano la kale, walikuwa wameshikilia Torati, sheria, na Yesu anasema sikuja kutangua, anasema yote yatatimia. Sasa kwa ukisoma hapo mstari ya juu, Torati na manabii vinatimizwaje, au tunawezaje kukaa na kukamilika katika Torati yote? Ni kwamba ni kwa neno moja, analisema ni upendo, kwamba kwa upendo tunaweza tukakamilisha yote. Ukisoma Galatia sura ile ya sura ile ya 5, Galatia sura ile ya 5 mstari wa 14, Galatia 5:14, maana Torati yote imetimilika katika neno moja, nalo ni hili, umpende jirani yako kama nafsi yako. Na anasema Torati yote imekamilika au imekamatwa au imefunikwa au inawezekana kwa neno moja tu, yani moja, sio mengi, sababu Torati ilikuwa na mambo mengi. Sasa imefinywa na jambo moja, limekuwa na uwezo au limekuwa ni mama, jambo moja ambalo linaitwa upendo wa Yesu, upendo wa Yesu, upendo wa Mungu, limekamata. Ndo sasa mama linazaa, linaachilia, mengine yote yatawezekana ndani ya upendo. Upendo wa Mungu ndani yetu unakamata, unaweza kufanya vyote vikatimizwa. Ndani ya upendo kuna kutimiza sheria yote, Torati yote. Ndio sababu wengine wamebaki kubabaika na kuhangaika na habari za sheria, lakini ndani ya upendo wa Mungu basi vyote vinaweza vikatimizwa, vikakamilika. Kwa hiyo sisi wa leo katika Agano Jipya tunaweza tukaikamilisha Torati yote kwa kitu kimoja tu, kinachoitwa upendo wa Mungu ndani yetu. Ninarudi hapa kwamba sasa ndipo anawaambia kwamba sikuja kutangua hiyo Torati. Sasa ndipo Yesu anaendelea, anasema sisi wa sasa tusipo haki tulioipata, sababu haki sio ya kwetu, tumepewa haki ya kuitwa wana wa Mungu. Hiyo haki yenyewe, tumepewa haki ya kuitwa wana wa Mungu, watakatifu, makuhani, ufalme, taifa takatifu, watu waliochaguliwa na Mungu kwa neema bure. Sasa anasema haki yetu isipoizidi ya wale waliokuwa wametutangulia, Mafarisayo pamoja na watoza ushuru, waandishi hao. Haki yetu isipozidi waandishi na Mafarisayo, watu waliokuwa wanaijua Torati, waliokuwa kwenye sheria sana, walikuwa wanatembea hapo, na Yesu akaja akapambana nao kabisa, akawaondoa kwenye hali yao waliokuwa inawapoteza. Sasa Yesu anataka sisi tuwe zaidi. Yesu anataka sisi wakati amekuja, wale waliomwamini Yesu sasa, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo na kile Yesu ameleta, wanapaswa kuonekana katika nafasi ya kipekee zaidi, ya kushinda zaidi. Kwa sababu, kwa nini? Anasema, ndipo ninaenda sasa kule kwenye Yohana 1:1, haki yenu lazima izidi. Sisi lazima tuonekane katika hali ya tofauti ya kipekee zaidi ya kumwabudu Mungu, kumwamini Mungu kiimani, kiroho, kiutendaji. Lazima sisi tuonekane zaidi. Kwa nini zaidi? Kwa sababu tumeletewa cha zaidi. Hiyo zaidi ni kwa sababu tumeletewa cha zaidi kuliko wengine, na tumepewa ambacho ni cha bure zaidi. Yani tumepewa neema ambayo ni ya kipekee zaidi kuliko wa Agano la Kale. Kwa hiyo tumepewa cha tofauti na cha kipekee. Yohana 1
16 ndio pale anasema kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote, katika utimilifu anasema Torati imetimilika katika neno moja. Torati anasema hata ondoa hata neno moja, hata ondoa hata moja. Maana yake ni kwamba sasa tunaweza kukamilisha yote ndani ya, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Tumepokea neema na zaidi ya neema, yaani neema iliyo zaidi. Tumepewa hiyo neema, tumejaliwa baraka zilizo bora zaidi, tumejaliwa na Mungu kilicho kikubwa zaidi, kwamba kwa kumwamini Yesu Kristo tu peke yake tunahesabiwa haki. Kwa kumwamini Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Tumeletewa damu ya mwana kondoo ambayo hiyo imemwagika mara moja, na katika hiyo mara moja inamaliza kila kitu kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha sisi kumwamini Bwana Yesu kinatufanyia mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo hapa tumeletewa kilicho zaidi ya zaidi, neema juu ya neema. Unafikirije? Neema lakini iliyo juu ya neema. Maana yake ni ongezeko. Maana yake tumemiminiwa baraka za kipekee zaidi, tumependelewa zaidi. Neema ni bure tu, yaani tumestahilishwa pasipo kustahili. Tumewekwa mahali pasipo stahili, pa juu zaidi pasipo stahili, kwa sababu tu ya kumwagika damu ya Yesu, lakini kwa sababu ya ufufuko ule aliofufuka Kristo. Ufufuko wake umetupatia nguvu na ushindi zaidi. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo tumepewa neema, au niseme tumepewa kustahilishwa zaidi mahali pa juu. Tumewekwa mahali pa juu zaidi ambako tusingestahili, tumependelewa. Ndio anasema tusichezee neema tuliopewa. Tumeinuliwa wakati wa kini wa Kristo. Hawa wa Kristo ndio waliopewa hii neema juu ya neema. Hawa ndio waliopendelewa zaidi, wanaomwamini Yesu Kristo, wanaomwamini. Kwa hiyo hata unanisikiliza, kama hujamwamini Yesu, kimwamini. Na unaweza kuwa unaitwa Mkristo lakini bado hujamwamini Yesu. Kumwamini Yesu Kristo ni kufuata Yesu. Kumwamini Yesu Kristo ni kutekeleza, ni kutimiza, ni kufanya kile Yesu amesema anachotaka. Ni Yesu ndani yako. Kwa ndio kumwamini Yesu. Sasa nasema tumepewa neema. Kwa hiyo kuna watu wamepewa kilicho bora zaidi. Ukienda kwenye Waebrania anasema tumepewa agano lililo bora kuliko maagano yote. Tuna agano lililo bora zaidi. Agano lililo bora kuliko mengine. Agano jipya. Agano la damu ya Yesu. Kwa hiyo lina neema kubwa. Tumepewa kikubwa zaidi. Wanaomwamini Yesu, shalom, haleluya. Tumepewa kilicho bora kikubwa zaidi. Hatujiweki kujivuna, ila tunatakiwa kunyenyekea sana na kuendelea kusimama imara kishujaa, bila uoga, kishujaa, kijasiri, kumtumikia Mungu, kumwamini Mungu na kuzivuruga kazi za ibilisi, na kutangaza huu wokovu, au kutangaza hii kweli ya Bwana, au kuhubiri habari za ukweli. Kuhubiri habari za kweli, tusiogope kwa chochote. Kwa hiyo watu waliopewa neema zaidi ni wewe unayemwamini Yesu Kristo. Umepewa kilicho bora zaidi. Tumewekwa kwenye nafasi kubwa zaidi. Tumewekwa mahali pa juu zaidi. Mungu ametupendelea zaidi. Kwa hiyo tujue hii zaidi tuliopewa. Tujue hiki cha pekee cha tofauti tulichopewa. Tukitumie kwa namna ya tofauti. Kuendelea kumpendeza Mungu. Kuendelea kumtumikia Bwana. Yesu amesema haki yetu isipozidi hiyo ya Mafarisayo na waandishi, hatutaingia kwenye ufalme. Narudi kule kwenye Mathayo 5 mstari wa 20. Haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia. Sasa maana yake ni kwamba kile tulichokipewa, tulicholetewa, kwa sababu hiyo haki yenyewe sio yetu sisi wenyewe. Tumepewa hiyo haki kwa imani, kwa neema. Tumehesabiwa tuna haki kwa neema katika imani. Kule kumwamini Kristo, kuamini habari ya kufa na kufufuka kwake, tunahesabiwa haki.
Ibrahimu alihesabiwa haki. Ibrahimu alihesabiwa mstahili kwa imani. Alihesabiwa haki kwa imani. Kwa hiyo imani inasababisha pia tuhesabiwe tumestahili. Sababu usipoamini unabaki hivyo, huwezi kupewa chochote, huwezi kupata hiyo neema. Lakini tukiamini ndipo tunakabidhiwa, tunawekwa. Sasa sisi tumepewa haki ya kuitwa watoto wa Mungu, kuitwa Wakristo. Wakristo maana yake wapakwa mafuta wa Bwana, wana wa Mungu, wateule wa Mungu, walioteuliwa, wamechaguliwa kwa neema. Kwa hiyo haki ya Mungu imetuhesabia, imetufanya, imeturumia. Neema yake imetuingiza kwenye haki, kwamba tu wenye haki mbele zake. Sasa ndipo anasema hiyo haki tuliopewa lazima ionekane ni zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hiyo haki ina neema ya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, hii haki ina neema zaidi kuliko ya wenzetu waliotangulia katika Agano la Kale. Sisi neema tuliopewa, haki tuliopewa ni zaidi, ni bora zaidi. Agano tulilopewa, Biblia inasema ni agano lililo bora zaidi. Katika Waebrania kule anasema ni agano lililo bora zaidi. Anasema katika Yesu tumepokea agano lililo bora zaidi. Tumepokea kilicho bora kuliko wengine. Kwa hiyo tukitumie, kwa sababu tumepewa kilicho bora. Haleluya. Waebrania sura ile ya 8 naamini pale. Waebrania 8:6. Waebrania 8:6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Mara 3 anarudia huo ubora. Narudia tena mstari wa 6. Waebrania 8:6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama vile lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi singali tafutwa kwa lile la pili. Haleluya. Huyu ni Yesu, au ni agano jipya ililoletwa na Yesu mwenyewe. Ukiendelea kule mbele kule unapomalizia mstari wa 13 anasema kwa kusema agano jipya amelifanya lile la kwanza kuwa kukuu. Nataka kuhakikishia kwamba linalotajwa hapo ni lile agano ambalo Yesu ameletea. Kwa anasema amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadri alivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, alafu juu ya ahadi zilizo bora. Ahadi zilizo bora, agano lililo bora, huduma iliyo bora, agano bora zaidi ya mengine. Kwa nini ubora wake huo? Ni kwa sababu ndani yake neema, iko neema kubwa. Tumepewa neema kubwa wa Kristo. Tuitumie neema kumtumikia Bwana, kumpendeza Bwana. Bwana Yesu na kubariki. Basi tukumbuka tu, Yesu anasema haki yetu lazima izidi haki ya wengine wote waliotangulia na wa sasa. Lazima haki tulioipewa iwe zaidi. Wakristo wana kitu cha zaidi. Wakristo wana kitu kikubwa cha zaidi kwenye hii dunia, kwenye ulimwengu. Tambua hivyo, elewa hivyo, na tembea ukijua una kikubwa zaidi ambacho kimeletwa na Mungu mwenyewe. Hatujajiweka wenyewe, hatujaitekia wenyewe, ila ni yeye mwenyewe ambaye amekusudia hayo. Mungu akubariki sana. Fahamu, umeelewa, umegundua. Sasa chukua hatua. Chukua hatua. Lazima mahali ulipo ujitambue kwamba wewe ni bora. Sasa si bora ile ya kujivuna na kudharau wengine. Najua uelewe, kwa sababu kama sasa ina maana nijivune kuliko wengine. Lazima tutembee kishujaa, maana tumeambiwa tuwe hodari katika Bwana. Kwa hiyo sisi tutembee tukijua sisi ni mashujaa wa Bwana. Tembea ukijua wewe ni shujaa wa Bwana. Tuendelee kutambua haya mambo, tuendelee kufahamu tu, tuendelee tu kujua, lakini mimi ni wa kipekee. Mungu ameniweka kwa kipekee. Yaani ujitambue kwa Mungu amekuweka kwa kipekee, kwa sababu umepewa neema iliyo kubwa. Hatujivuni wala hatupuuzi wengine, narudia kusema, ila tembea kujiona mtoto wa kifalme. Mtoto wa kifalme, shujaa, hodari, aliyekabidhiwa yaliyo bora. Bwana akubariki sasa na hata milele katika jina la Yesu. Karibu tuombe.
Inua mkono wako juu, sema nakushukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema na neema. Asante kwa fadhili zako. Nisamehe pale nilipoenda kwa unyonge. Nisamehe pale nilipoenda kwa ulegevu. Nisamehe pale nilipoacha kuona hii neema kubwa ulionipa. Sasa nisaidie kujua zaidi na zaidi. Roho Mtakatifu nijaze tena. Roho Mtakatifu niwezeshe tena. Nifunulie macho yangu yapate kuona. Nipate kujua kwa hakika siri ya mapenzi ya Mungu Baba. Yesu Kristo Mwokozi wangu, naomba nijaze uwezo na nguvu. Niende katika ushujaa, katika uhodari. Niende katika utambuzi nikifahamu kwamba ni mtoto wa kifalme. Nimejazwa neema. Mungu amenihesabia kuwa wa kipekee. Asante Mungu wangu. Niongoze, ninyenyekee zaidi kwako na kukutumikia kwa nguvu zangu zote. Asante kwa pendo lako lilokuu katika jina la Yesu. Bwana, nifunulie zaidi, nione zaidi. Ninaomba msaada wako. Ninaomba na sauti yako. Ninaomba mkono wako uniinue. Niweze kutambua, kuona, ili na wengine wainuliwe, ili na wengine wabarikiwe. Nisiwe mtu wa kujivunia yasiyo sawa, bali nijivunie neema na mapenzi yako na kutimiza mapenzi yako. Unisaidie Mwokozi wangu. Nimekukimbilia wewe, nisiaibike milele. Asante kwa pendo lako. Endelea kuomba nami na kuombea. Kama ni mtu una udhaifu wa mwili au udhaifu mwingine wote, sasa uondolewe kwa jina la Yesu. Bwana, endelea kutenda hayo tuliyoomba na zaidi ya hivyo tuliyoomba akufanyie. Endelea kumshukuru na kumwambia asante Bwana, asante Bwana. Endelea kunipa neema kwa jina la Yesu. Ikiwa kuna ugonjwa juu yako, na kemea huo ugonjwa. Ikiwa kuna kifungo, na amuru hicho kifungo kivunjike. Ikiwa kuna giza, na lipiga hilo giza katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, na akupe neema na nguvu tena. Ongezeka kufahamu. Ongezeka afya. Ongezeka tena. Bwana akujalie neema na rehema. Akupe kufadhiliwa tena. Yesu, asante kwa huruma zako. Huyu aliye na ugonjwa au ndugu yake ni mgonjwa, na amuru ugonjwa utoke sasa hivi. Na amuru hicho kifungo kivunjike sasa hivi. Na amuru wasiwasi, mashaka na huzuni na mawazo mabaya yamtoke sasa hivi. Yamwachie sasa hivi. Ile hali ya kushindwa imwachie. Bwana, ninaomba uweza na nguvu zako juu ya mpendwa huyu mtoto wako. Mjaze nguvu mpya. Gusa maisha yake. Ponya sasa kwa huruma na rehema zako. Kwa jina la Yesu, angazwa. Damu Yesu kunenea mema. Rehema za Bwana ziwe pamoja nawe. Na mkono wa Bwana ukuinue kutoka kwenye magonjwa, kutoka kwenye kushindwa, kutoka kwenye vifungo, kutoka kwenye umaskini, ufukara. Kwa jina la Yesu, Baba, tunayakataa hayo yote kwa sababu hayastahili wala hayataki kukaa kwetu. Magonjwa, ufukara, umaskini au mawazo mabaya, kushindwa si kwetu katika jina la Yesu Kristo. Asante mponyaji. Asante Mungu wa baraka yote na neema yote. Kwa jina linalopita kila jina, ufalme wako uje na mapenzi yako yakatimizwe katika jina la Yesu. Tamka neno kwa ajili ya wiki sasa, kwamba ni lango la wiki. Litamkie kwako likawe baraka, na kwa familia na kwa jamaa ikawe ni salama kote. Na Bwana akajitwalie sifa na utukufu. Baba, twaiteka nyara Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Twaiteka nyara kwa jina la Yesu. Twateka nyara pia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi kwa damu ya Yesu. Na Jumapili ikaendelee kwa mafuriko ya furaha na nguvu hata katika kanisa, ili watu wazidi kufunguliwa na kufahamu na kuponywa na kuokoka, wakaokoke kwa jina la Yesu Kristo. Baba, nateka nyara wiki yote ikawe katika nguvu zako na katika uweza wako. Damu ya Yesu ikasimame kwa taifa langu, kwa malango yangu, kwa maisha yangu na kwa nyumba yangu yote, na kwa majirani zangu wote pande zote. Ninawaombea uwabariki, uwalinde na kuwaponya na kuwaepusha na mipango mibaya ya yule shetani ibilisi kwa jina la Yesu. Nawaombea watoto wote, nuru waangaze wiki
wiki ikawe wiki ya kuleta faida tele na sio hasara, wiki ya mavuno mazuri, wiki ya kukutumikia tena kwa nguvu zote, kwa viwango vingine. Tuendelee kujua kwamba tumepewa kilicho bora zaidi, kilicho kikubwa zaidi. Akili zetu na mioyo yetu, fahamu zetu zikafahamu. Bwana, tujaze, naomba tujaze, tujaze, naomba tujaze. Tushike kwa mkono wako na kwa uweza wa nguvu zako. Ewe Mungu wetu, uliye kimbilio letu, uliye msaada wetu, uliye na ushindi wetu, ngome yetu, wokovu wa milele. Asante kwa huruma zako nyingi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, ibariki wiki hii na malango ya wiki hii yote yafunikwe katika nguvu zako na katika uweza wako, katika jina la Yesu. Lihimidiwe sana na kutukuzwa milele jina lako lipitalo kila jina. Wewe ni mtakatifu, Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele, sasa milele yote. Uhimidiwe Bwana na lisifiwe jina lako. Bwana, angazia watu wako makazini, maofisini au barabarani, na vunja mitego ya mauti iliyotengenezwa ofisini, barabarani, malangoni. Ninaibomoa na kuiamuru itoke, isisimame, isikae, na vunjike yote, kaskazini, kusini, kote, mashariki, magharibi, angani, ardhini, kwenye maji. Damu ya Yesu ikanene mema kwa malango yetu, kwa taifa letu, lakini pia Bwana hata katika vyombo vya usafiri. Damu yako Yesu ikanene mema katika jina la Yesu. Mahali pote ikawe salama na shwari kuu, kwa jina la Yesu Kristo, mfalme, Mungu mwenye uweza na nguvu. Amina. Barikiwa sana. Karibu tena na karibu. Endelea kukaribia Mungu. Mungu yu karibu. Anasema haiko mbali. Neema yake ni kubwa. Itumie hiyo neema vizuri. Tuendelee kuitumia vizuri. Karibu, endelea kutuombea na sisi kwa huduma tulio nayo ya kwenda vijiji kwa vijiji kuhubiri Injili. Mwanzoni mwa mwezi wa 11 tunasafiri tena. Karibu sana. Shiriki. Karibu, ni huduma inayohitaji gharama. Kwa hiyo shiriki kwa sadaka zako, kwa mali zako, kwa vyovyote inavyowezekana. Karibu kushiriki, na namba ambayo unaweza kuitumia ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Na Vodacom ni 0762 82 439. Nairudia tena, namba ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439. Baraka za Bwana na uweza wake uwe pamoja na wewe milele na milele. Amina.